Tunajua na tunatambua mwezi wa pili alikuja waziri mkuu. Tulikuwa na ziara waziri mkuu hapa na alisimama Chekereni kwa maana ya jimbo la Vunjo. Nilipata nafasi ya kuzungumza na kuwasilisha baadhi ya changamoto jimbo letu linapitia. Moja ya changamoto ilikuwa upatikanaji wa maji, na kabla huu mradi vijiji hivi vya Mwasa, Rauja, Samanga, Ashira upatikanaji wake wa maji ni chini ya 50%, pamoja na vijiji vingine na kata nyingine. Hilo jambo nilifikisha kwa waziri mkuu na kumwambia jimbo letu la Vunjo limesahaulika sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu alitusikia, akamwagiza waziri wa maji alikuwa pale, kaka yangu Jumaa Aweso, na Jumaa kwa kijana alisimama pale pale na akatoa ahadi kwamba ndani ya muda mfupi, kabla hata bajeti nyingine inayopita, atahakikisha tunaweza kupata mabomba ya maji na ndugu zetu wa Mwasa waweze kuanza huu mradi. Leo hii tunaweza kuona kabla hata fungu la bajeti ijayo 2027 haijafika, mabomba tayari yalishaagizwa, na hapa tunashukuru mzee wa procurement, na yameweza kufika hapa awamu ya kwanza. Maana yake kama mtaalamu wetu alivyotuambia, mradi huu utapoenda kukamilika, tutakuwa na maji ya ziada. Kuwa na maji ya ziada maana yake hatutegemei kuwa tena na hiyo changamoto ya upatikanaji ya maji kwenye hivi vijiji vitatu. Maana yake hizi changamoto ambazo tumezipata kwa miaka nenda rudi zaidi ya 10-15, kipindi hiki una wa pili wa awamu ya 6 tunaenda kukamilisha na kutatua. Ndugu, naomba tupige makofi kabisa. Ni jambo muhimu sana, kwa maana nikasema maji ni uhai. Sasa mimi ombi langu, wakati ninatoa taarifa jana juzi kwamba kulikuwa na huu mradi na tunatoa tuweze kupokea, nilipata nafasi ya kupigiwa simu na baadhi ya wananchi, na baadhi ya wananchi walikuwa na malalamiko, hususan Mwasa, na wakasema kuna malalamiko yao, na mimi nikawaomba wawakilishi waweze kufika hapa, kwa sababu pamoja na kupokea mradi ambao unaenda kutatua upatikanaji wa maji, pale ambapo tunaona kuna changamoto, nilimuomba mkurugenzi, na ndio maana ameleta engineer hapa kurudisha kwamba zile changamoto zitakuwepo, tutawapa nafasi wananchi waweze kuuliza maswali 2-3, hususan Mwasa. Lakini pia nimemwona engineer hapa, yes, wa Ruwasa. Maana yake tuko na engineer wa Ruwasa hapa, Musa Msangi wa wilaya, na yeye pia mtaweza kuuliza maswali. Ruwasa kwa maana ya kata yetu ya Marangu Mashariki inahudumia Liasongoro, inahudumia Risi, inahudumia wapi tena? Sebeti na Liambrakano. Maana katika hiyo vijiji 8, nusu viko Ruwasa, nusu viko Mwasa. Sasa nikasema ni sehemu pia ya kuonyesha kwamba Mheshimiwa Mungu akiwa akija kwenye ziara yake atembee na wataalamu wanaotoka kabisa kwenye mamlaka na kwenye maamuzi, ili tunapopokea na tunapoendelea kushukuru kazi kubwa inayofanyika, basi pale ambapo kuna changamoto tuwape nafasi wananchi waweze kuzungumza kidogo, wadau wahusika waweze kujibu, alafu baada ya hapo na mimi nitashukuru na tutaweza. Muda mrefu nimekosa usingizi kwa sababu ya mradi huu. Mimi ninarudisha shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kutuletea mheshimiwa mbunge huyu. Kwa kweli amekuja kuwa msaada, na sasa angalau nasinzia. Mradi huu ulianza na tukauweka katika awamu 2. Tulianza kujenga vyanzo, nafikiri wenyeji mnafahamu, tulianza kujenga kule juu pale Kelio na Liasongoro, lakini tukakosa fedha. Tumehangaika muda mrefu, lakini kwa kweli Mungu alijua kutuletea Musa kwa ajili ya kuja kutukomboa. Mbunge alivyokuja kuingia, tulipata msaada mkubwa sana, kwa maana alisukuma kwa kasi, tukaweza kukamilisha vile vyanzo na ile awamu ya kwanza ikakamilika. Lakini niseme, na leo tunaanza kupokea mabomba
kilomita 13 kwa ajili ya kata hii ya Marangu Mashariki. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, kwa kweli niseme tu kwamba umekuja kuwa mkombozi wangu mimi binafsi, kwa sababu hata familia yangu ilikwenda naona mbona silali muda mrefu. Kwa kweli umenisaidia sana mimi binafsi. Baada ya kusema hayo, naomba sasa nitoe taarifa ya mradi huu na baadaye ni mbunge na waheshimiwa viongozi wote wa chama na serikali. Mradi huu wa Marangu Mashariki tunatarajia kuongeza maji kutoka tunayozalisha sasa mita za ujazo 400 kwenda mita za ujazo 4,300. Utaona kwamba tunakwenda kuwa na maji mengi. Mahitaji ya hivi vijiji ambao tunavilenga ambao ni Lauya, Samanga na Ashira ni mita za ujazo 1,200 tu. Kwa hiyo utaona tutakuwa na ziada takriban ya mita za ujazo 2,800 baada ya kukamilisha mradi huu. Mradi una jumla ya gharama ya bilioni 1.4 na tuliweka katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ilikuwa ni ujenzi wa vile vyanzo viwili, Kero na Liasongoro, lakini tulikuwa tunajenga pia sehemu ya kukusanyia yale maji yanapokutania kutoka chanzo kingine na kile kingine. Kuna sehemu yamekutania, tunaita ni collection chamber, na kulaza bomba sasa linalotoa maji kwenye vile vyanzo kwenda kwenye ile chemba ambayo inakusanyia takriban kilomita 2.4. Kazi hiyo ya awamu ya kwanza iligharimu shilingi milioni 230. Na awamu ya pili sasa ambayo ni ya kulaza mabomba ambayo yanatoka kwenye ile chemba ya kukusanyia kwenda kwenye tenki la headquarter na baadaye atasambazwa kwa wananchi. Sasa hao wote wa Samanga, Lauya, lakini pamoja na Ashira, ambao mradi huo unagharimu shilingi bilioni 1 na milioni 200. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Mbunge, amepigana mno kuipata hii fedha. Kwa kweli sio rahisi, sisi ambao tuko huko ndani tunajua. Ndio maana leo mimi nina furaha, nimeamua kutembea na gari kutoka huko. Ni ile furaha nilijisahau, mpaka wameniita wakaniambia, bwana unatuchelewesha, wahi uje utoe taarifa, gari itakukuta. Kwa kweli ukiwa na furaha, una vitu vingine unaweza kufanya kama mtoto, lakini ni furaha. Nisamehe kwa hilo. Mheshimiwa Mbunge, kwa kweli leo gari ya kwanza imeanza kuja, mabomba yote yameshazalishwa, yanaendelea kuja, kilomita zote 13 zitashushwa hapa na kazi itaanza mara moja ya kuyachimbia. Fedha kwa ajili ya kuchimbia mabomba tunayo na ni kazi yako, tunakushukuru kwa hilo, na sisi tunaomba uendelee hivyo hivyo na kwa maeneo mengine kama ulivyofanya hapa Marangu Mashariki. Baada ya kusema haya